Tuna somo ambalo lina kichwa kinachosema siri kuu ya mafanikio katika ufalme wa Mungu. Siri kuu ya mafanikio katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko mama ya somo hili yanatoka Torati sura ya 4 mstari ule wa 39 mpaka ule mstari wa 40. Ni mistari miwili tu ambayo Mungu anataka atusafirishe, na mistari mingine mingi itakuja ikisapoti safari ya hili somo. Kwa hiyo katika ulimwengu huu tulionao na katika maisha ya kanisa tulionayo, kila mmoja ndani yake, aliyemtumishi na aliyemuungwana wa kawaida, aliyeokoka na ambaye hajaokoka, ana kitu ndani yake ambacho kinaitwa shauku ya mafanikio. Anatamani Mungu ampeleke sehemu, na anatamani Mungu amfikishe sehemu. Kuna kitu anakiona, kwa sababu ndio ulimwengu uliotabiriwa siku za mwisho, ni ulimwengu wa mafanikio. Na ili Kristo aje lazima mafanikio yafike kwenye piki hali ya juu sana, kwa sababu yanapofika kwenye piki hali ya juu mafanikio, maovu yanaongezeka. Kwa hiyo tupo kwenye ulimwengu ambao kila mmoja ndani yake, ukimgeukia jirani yako ukamuuliza unatamani kitu gani, anakuambia ninatamani Mungu anisaidie nifike hapa. Ninatamani Mungu aniwezeshe itokee siku moja niwe hivi. Kwa sababu ndani ya hayo maisha kuna Mungu. Tuko pamoja pendwa Na Mungu ametuokoa ili atubadilishie maisha. Mungu hajatuokoa ili maisha yetu yabaki vile vile yalivyo. Na ndio maana analipa gharama ya ukombozi. Lengo la gharama, mwanadamu atoke hatua moja ya maisha yake aweze kwenda hatua nyingine ya maisha yake. Kwa hiyo lengo kubwa la Mungu kukuumba ni kwamba uishi na utimize kusudi la kuumbwa kwako. Na hayo ndio maisha yanayoleta maana, kwa sababu umeishi maisha ambayo ulikusudiwa kuyaishi duniani. Na hayo maisha lazima yabebe ndani yake kitu kinachoitwa mafanikio, kwa sababu kuna ajenda ya wewe na Mungu, na kuna ajenda ambayo Mungu wakati anakuumba kabla ya misingi ya ulimwengu kuwako. Yani kabla Mungu hajaiumba dunia na kuiweka, alikuumba wewe kwanza akakuandaa. Kwa hiyo Mungu ana kitu ambacho alikuitia specific cha kwako. Hakilingani na mwingine, wala uhitaji kugombana na majira mtu mwingine wala neema ya mtu mwingine, kwa sababu neema uliobeba wewe ni kubwa na inatimia kwa ajili ya kutimiza mambo yako. Kuna mambo yanahitaji wakati, kuna mambo yanahitaji Mungu aingilie kati kwa maombi, lakini kuna mambo yanahitaji kutambua siri. Tuko pamoja siri za ufalme. Ufalme wa Mungu una siri zilizofichika, na maandiko yana siri. Huwezi tu kaenda kwenye maandiko Mungu akakufunulia siri zake. Hata wanafunzi waliokaa na Yesu miaka 3, mwishoni inabidi Yesu awavuvie neema wapate kuyafahamu na maandiko. Kwa hiyo walisoma maandiko, wakayakariri maandiko, lakini hawakuyafahamu maandiko. Lakini Mungu anataka uyafahamu maandiko, kwa sababu ukiyafahamu ndipo najua siri. Yani maandiko unaweza ukapita tu hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, lakini ndani ya lile andiko kuna nuru ya mtu ya maisha. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anaishia kusoma kama story ya uumbaji, lakini kuna mtu analiendea lile andiko linamwambia kwa habari ya yeye, kwa sababu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, ana mamlaka sawa ya kutengeneza kitu kilicho ukiwa na kikawa na kitu. Tuko pamoja Kwa hiyo iko siri ya ufalme ya mafanikio. Na hiyo siri lazima uijue, kwa sababu usipoijua ukalinganisha maisha yako na wengine, ndipo hapo ambapo tunapishana na Mungu. Kwa hiyo Mungu anapokufundisha ile somo, itafika sehemu ambayo utangamua na utajua. Na ukishabeba hizi siri zote za maisha yako, nataka nikwambie utakuwa mtu wa kuketi pamoja na wakuu. Iwe katika utumishi wako, iwe katika biashara yako, iwe katika maisha yoyote yale. Kwa sababu Mungu anamwandaa asiye maana awe maana, asiye na chochote awe na vyote, aliye mavumbini atoke mavumbini, aketi na wakuu. Kwa hiyo kama naongea na mtu ambaye haelewi kesho yake, kesho yako ni kubwa, lakini nahitaji kukubali
ya kwamba kesho yangu ni kubwa na Mungu aliumba, na uipokee, uikubali, utembee nayo, kwa sababu Mungu anataka aidhihirishe mbele ya macho yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo iko shida ya watu wengi ndani ya kanisa ya kutokujua siri za mafanikio ya kimungu katika ufalme wa Mungu. Hawajui, hawaelewi. Ndio maana kuna wakati ambapo mtu alikuwa angalau akiwa duniani anaendelea, akiokoka hali yake inadidimia zaidi. Na limekuwa ni swali la kujiuliza mara nyingi, kwa nini mtu akiokoka alikuwa na maana, ana maisha fulani anaendelea? Kwa nini akiokoka hali yake inakuwa duni zaidi ya mwanzo? Kwa sababu ameingia kwenye ufalme mpya na kwenye mamlaka mpya ambayo yana namna yake na desturi zake. Hatuingii na mifumo ya dunia kwenye ulimwengu huu. Tumetengwa, tumetofautishwa, tuna namna zetu na tuna mifumo yetu ambayo inatufanya tufikie kusudi la Mungu. Haleluya pendwa. Kwa hiyo kuna mtu ambaye inafika sehemu sasa, kwa sababu haelewi siri za mafanikio yake na amemwamini Kristo, kinachokuja kichwani mwake kwa sababu ya kuvurugikiwa mambo anachanganyikiwa. Kwa hiyo inafika sehemu mtu anaanza kujichoka, anakata tamaa, anasema bora nife kuliko kuendelea kuishi kwenye dunia ya taabu. Dunia ya taabu hii Mungu alikumbia, na taabu zake na udhia wake ni sehemu ya package ya wito wako. Unapata mara 100 hapa duniani na udhia kisha ufalme. Bwana asifiwe sana. Kwa uwezi pita mwana wa Mungu bila kupitishwa katika misukosuko, na uwezi ukawa mwenye maana kwenye dunia bila kukubali ya kwamba inanipasa nianze safari mpya kufikia pale Mungu anataka. Kwa sababu badiliko la maisha inahitaji maumivu, linahitaji kuachana na watu fulani, linahitaji kuachana na tabia fulani, linahitaji kuachana na mifumo fulani, linahitaji kuhama eneo moja lililokukataa kwenda eneo jingine ambalo litakupokea, kwa sababu si kila eneo pia umeitwa kukaa. Kuna eneo la kuzaliwa kwako, kuna eneo la kuendelea kwako, na kuna eneo la kufa kwako. Bwana asifiwe sana. Haleluya pendwa. Sasa kuna watu ambao wanataka kulazimisha alipozaliwa akulie hapo, afanikiwe hapo, azeekee hapo, afie hapo. Wewe ni nani? Tuko pamoja? Hata Yesu alitembea, akaenda Nazareti, akaenda Samaria, akaenda Galilaya, akaenda Uyahudi. Wewe ukisafiri sana ni majengo sokoni. Tuko pamoja pendwa Kuna watu mpaka hapa hawajawahi kupoteza nauli inayofika 300,000 kwenye safari zao. Toka amezaliwa na ana ndevu. Hivi unaelekea wapi? Unaenda wapi? Hebu pata hasira basi hata ya kusafiri. Nenda da, kaone flyover. Bwana asifiwe sana. Hebu pata hasira, nenda Mwanza kaone ziwa Victoria kule. Nenda tu, hata kama una hela wewe nenda tafuta hela ya nauli. Ukifika kula akili zitarudi. Yaani utatoka kule una hela ya kurudi na ya kuja kuanza maisha. Na inawezekana ukafika hapo kabadilisha kabisa kwamba mimi nahamia Mwanza. Wewe ukitoka tu ni Ngong'ona unaenda Chituli, unaenda Gabaru, unaenda Ndwenwe. Ukitoka Ndwenwe sana Mapinduzi. Baada hapo we nani? Kama kuna jambo kubwa Mungu anaweza akakusaidia ni kuwa mwenyekiti wa mtaa, maana umeufahamu mtaa kwa kina. Kwa kume Mungu ana mawazo makubwa, hataki hata tuchanganyikiwe, kwa sababu kuna siri anatamani tuzijue, na hizo siri zitabadilisha maisha yako, na kuanzia leo utakuwa tofauti, kwa sababu tofauti unaanzia kwenye akili yako. Wewe akili yako umeifungia mandazi. Inawaza tu kila kitafuno unachowaza ni mandazi ya bakresa 200 iko wapi? Muende katika ile wiki mkabadilisha vitafuno vya kufungulia. Haleluya pendwa. Tuko pamoja? Moja njia ya kupona ni kubadili mambo. Dhamiria safari hii, kama ulikuwa unakufungulia gasi nini ni uji kila siku, potezea uji, tumekunywa sana maombi yaliyopita. Fungulia mtoli.
Supu. Maombi ya masaa 12 haya yanahitaji ni supu, unaweza kanywa. Bwana asifiwe sana. Badili maisha yako, anza kubadilisha mtazamo. Yaani ukibaki hivyo hivyo na baki hivyo hivyo. Tuko pamoja pendwa eh? Yaani ukibaki wa kujihurumia kila siku ulie shida tu, jamani mimi utabaki mimi utakufa. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 39 na 40 maandiko yetu. Binasema, kwa hiyo ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Basi zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupayo Bwana Mungu wako milele. Kwa kila mmoja kuna nchi atakayokupa Bwana, kuna mji atakayokupa Bwana, kuna maisha atakayokupa Bwana, lakini kuna vigezo na masharti ya kuzingatia. Hata mitandao ya simu inatuambia vigezo na masharti kufanyaje? Kuzingatiwa. Hasa lazimisha kuingiza vocha kwa nani? Kwa ile nini mnasemaga? Nini? Menu ya kuangalia salio, wewe ingizia vocha. Au ya kuunga kifurushi, ingizia vocha. Anza nyota 149 ya Voda. Nyota. Weka namba zako leli, bonyeza. Yaani niweza hata kukushangaa nasema, ndugu mteja, tumeshindwa kutambua uchaguzi wako. Tuko pamoja kwa sababu masharti umeyakosea. Tuko pamoja wapendwa. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ni siri za kwenye ufalme wa Mungu ambazo zinaleta mafanikio kwa muamini aliyemwamini Kristo. Hazilingani na za mataifa. Japo wa mataifa wana uwezo wa kuzichukua na zikawafanikisha, na wengi unaona wamezichukua na zikawafanikisha, lakini wana wa ufalme, ndio maana Yesu anasema, jamani, katika dunia hii wana wa giza wana akili kuliko wana wa ufalme wa nuru. Yesu anasema hilo andiko. Katika ulimwengu wana wa giza, wana wa dunia wana akili kuliko wana wa ufalme. Kwa sababu mwana wa ufalme anapoingia kwenye wokovu, anachojua ni kanyaga shetani, anachojua toka kwa jina la Yesu, anachojua msalaba mbele, dunia nyuma. Tuko pamoja pendwa Lakini haishi maisha ya kuwa nuru. Haishi maisha ya kuwa chumvi ya dunia. Haishi maisha ya kutawala ulimwengu na ndege wa angani na samaki wa baharini. Nataka nikuulize swali dogo, umetawala vingapi katika vile Mungu amesema ukatawale? Wangapi wametawala samaki wa baharini? Nyosheni mkono tusioneane. Nyosha mkono uliyetawala samaki wa baharini, tukupigie makofi. Wangapi wametawala ndege wa angani? Kama sio kwa lenga na manati. Yaani badala wewe utawale, waishi vizuri, ndege wafurahie maisha. Wakikuona wanapaa zaidi. Bwana wakikuona wanaona mauti. Dunia yenyewe umeambiwa uje uitie radha, dunia yenyewe inaanza kukuogopa. Mbaya zaidi, Mungu aliitangazia kisasi na wewe, ikuzalie miba na mbigili. Ulime mpaka ukome, ule kwa jasho. Hii dunia ina vita na wewe, yani ulimwengu umedesigniwa kuwa na vita na wewe, lakini unapookoka ukaingia kwenye mamlaka ya Kristo, ile vita inakomeshwa, halafu unaingia kuitawala dunia. Tuko pamoja pendwa? Lakini kipi ambacho kinakufanya ulielie? Hosea 4:6 anasema, wanangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kukosa kujua siri za Mungu unaangamia. Lakini sio kusudi la Mungu uangamie. Sio mapenzi ya Mungu ulielie. Sio kusudi la Mungu kabisa uchanganyikiwe na maisha. Kusudi la Mungu ni kujua siri, na kujua Mungu ni wa nyakati, na kujua Mungu ni wa majira, na kusema iko siku moja mtetezi wangu atasimama na hatimaye nitamuona kwenye safari yangu. Haleluya pendwa.
Inafika sehemu lazima ujitie nguvu katika Mungu wako. Umuonyeshe Mungu anaweza. Anafika sehemu mtumishi wa Mungu anasema jamani, hata kwenye mti uliokatwa jamani kuna matumaini ya kuishi tena. Kuna matumaini ya kuchipuka. Lakini wewe ni mti bado hujakatwa. Matumaini makubwa ya kuzaa matunda yako juu yako. Kuna mtu ambaye ni mti umekatwa. Hana chochote. Hana mzazi. Hana elimu. Hana miguu, hana mikono, hana chochote, yani hana chochote, hana uwezo. Lakini naye huyo kuna matumaini. Kwamba kwa harufu ya maji, hawezi kuyafikia maji, lakini kwa harufu ya maji atachipuka. Kwa hata kama leo uwezo wako ni mdogo mno, lakini Bwana anataka akumilikishe, akutendee. Ifike sehemu muadhimishe Bwana, useme Bwana amekuwa ngao yangu. Sida unatafuta maisha kwa tamaa zako. Unatafuta maisha kwa ajili ya kiburi chako. Unapingana na Mungu hata kabla hujaianza safari. Kwa sababu ndani umebeba majivuno, watu wanione, watu wakome. Shangazi alinilea vibaya, alikuwa ananipiga, ananinyima chakula, nataka nitajirika akanione. Kwa maono yako ni kukomesha shangazi. Maono yako ni kumkomesha mlezi wako. Hapo ndio akili yako imefunga. Ifike sehemu niwe na uwezo wa kumkomesha shangazi. Uwezo wa kumkomesha shangazi ni wewe kujiandaa kwenda motoni. Kwa sababu hakuna mtu anayebeba hicho akaenda mbinguni. Bwana asifiwe sana. Lazima uwe mtu ambaye unageuzwa nia yako, halafu ile nia yako imwelekee Kristo na Kristo akuangaze, uwe mtu wa tofauti. Kwa hiyo siri ya kwanza ambayo lazima uijue na uanze nayo, inabaki ya kwanza. Huwezi chukua ya tatu kaanza nayo, inabaki ya kwanza. Siri ya kwanza, lazima utambue ubwana na uungu wa Mungu. Jambo la kwanza, kama unataka mafanikio, mwana wa ufalme wa Mungu, unataka Bwana akufanikishe kwenye ufalme. Na mafanikio ni katika nyanza zote za maisha yako. Katika huduma, katika maisha ya kawaida, katika professional yako, katika karia yako, katika chochote, biashara yako, chochote ambacho Mungu amekupa. Mafanikio yako yanabebwa na siri hizi. Na usipoitoa ile ya kwanza ukaiweka ya mwisho, hii ya kwanza ikabaki ya kwanza, ndipo chemichemi za siri zingine zote zinaanza kuota ndani yako. Kwa hiyo Mungu anataka kuelekeze na utafahamu kile Mungu anataka ukifahamu. Kwa ule mstari wa 39 tuliousoma kwenye Torati 4:39 hadi 40. Mstari wa 39 anasema hivi: kwa hiyo ujue leo hivi, ukaweke moyoni mwako. Anakusisitiza ujue, lakini ushisie kujua. Ukaweke moyoni mwako ya kuwa Bwana ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini, hapana mwingine. Kwa hilo ujue na ufahamu na ukaliweke kwenye moyo wako ya kwamba huyo Mungu lazima umtambue. Kwa sababu mafanikio yako, muamini, yamenunuliwa. Yapo na Kristo Yesu. Amemiliki mbinguni, amemiliki duniani. Ameteka mateka, amepaa, akatupa vipawa. Na tumebarikiwa katika baraka zote, lakini katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo. Tuko pamoja pendwa Na anasema jamani, msiyatazame yaliyo chini, tazameni yaliyo juu. Kristo aliko ameketi mkono wa Mungu wa Baba. Huko aliko. Maisha ya wengi yanakwama kwa sababu anaangalia dunia. Na Mungu anakuambia nimekutoa kwenye kuangalia dunia, tazama juu. Yesu anapomaliza safari yake anawaambia wanafunzi wake, kama ilivyokuwa katika siku za Musa, jinsi ambavyo jangwani alimuinua nyoka wa shaba, haina budi mwana wa Adamu kuinuliwa juu, ili kila mtazamaye, Bwana asifiwe sana, kila mtazamaye yeye apate kuokoka kwenye shida yake. Usiangalie changamoto, mwangalie Kristo. Bwana asifiwe sana, aliyeanzisha na atakayetimiza. Huyo ndiye wa kumwangalia pekee. Kwa hatua ya kwanza ni kujua muasisi wa maisha yako ni nani. Ni Mungu. Cha pili, aliasisi kwa ajili ya kitu gani? Biblia inakujibu hilo swali.
Sio swali la kwenda kuomba tena. Nataka kujua Mungu ameniandalia kipi. Nataka kujua Mungu ameniumbia nini. Mungu ameanza kukupa maagizo kwenye Mwanzo 1:26. Tunamfanya mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Bwana asifiwe sana. Wakatawale. Kwa hiyo kumbe niliumbwa niwe mtawala. Kumbe lengo la Mungu kwenye moyo wake katika mwanzo wa siku zangu ilikuwa mimi nije nitawale. Haleluya pendwa. Ilikuwa mimi nije nimiliki, nifike sehemu niweze kutawala kama Kristo anavyotawala. Unatambua? Unajua? Kwa hiyo ndani yako inabebeka ndoto ya makubwa, ya maono, ya kujitofautisha na wengine. Usitembee kama wengine wanavyotembea. Unajua asili yako. Kuna mfano mwingi watu wameutoa kwa namna tofauti tofauti. Inasemekana kulikuwa na tai ambaye kuna mtu alienda kuchukua yai yake alafu akaenda kuliweka pamoja na mayai ya kuku. Kuku akatamia yale mayai, vifaranga vikatoka. Kwa vya kuku vikatoka, vya tai vikatoka. Baada hapo yule tai akakuwa na kuku, anacheza na kuku. Akajifahamu ni kuku, ni miongoni mwa kuku. Lakini siku moja akaona tai mkubwa anapaa juu. Anapaa juu sana, kuna kitu ndani. Maisha yako yana kitu ndani. Unapopata utulivu, kuna kitu kinaanza kusema. Kuna watu ukiwaangalia kuna kitu kinaanza kusema. Kuna nyumba ukitembelea kuna kitu kinaanza kusema. Kuna taifa ukiliangalia kuna kitu kinaanza kusema. Kile kinaibuka usikidharau. Ni kwamba macho yako yametazama kiwango chako cha utimilifu. Bwana asifiwe sana. Kwa yule tai akiwa chini akatazama, kuna desire ikaibuka ndani. Kuna shauku ikaibuka ndani. Akauliza wale kuku, jamani, yule ndege anayepaa kule juu, yule mwenye uwezo ule ni nani? Akasema yule ni tai yule. Yule ni tai. Akapeleleza habari zake, akaambiwa habari za tai. Tuko pamoja pendwa Lakini baadaye kuna mifano hiyo mingi watu wameitoa. Lakini unataka kwamba baadaye yule tai akaanza mazoezi ya kujaribu kuluka. Na kadri shauku yake ilivyokuwa inakuwa, siku moja akaluka na akapaa, na uwezo wake ukawa mtimilifu, akawa tai halisi. Haleluya pendwa katika Bwana. Kwa hiyo na wewe inawezekana. Hata kama umezaliwa kwenye mazingira ambayo wamekwambia haitawezekana, nataka nikwambie inawezekana. Haleluya, inawezekana. Na Mungu amekuita kuwa mtu mwenye maana. Maadamu umekuja hapa, hauna kesho duni. Wewe unaweza ukajidharau ukajiona wa kawaida sana. Wewe unaweza ukajidharau ukajiona mimi sina maana. Wewe unaweza ukajidharau ukasema mimi ni wa kutupwa. Lakini hebu ondoa zile kauli. Anza kujiona kwenye mfumo wa muumbaji wako aliyekuumba, akakuita, akakupa mamlaka kuwa mrithi pamoja na Kristo. Lakini pia hiyo mamlaka ishi leo, hata kwenye ulimwengu ujao tutatawala pamoja na Kristo, tukiwachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Kwa ni kitu tunacho, kitaendelea kuwapo. Utawala miaka 1000 hapa duniani, tutatawala pamoja na Kristo, tukiwachunga mataifa na kuwaelekeza namna gani waenende. Hasa wewe ambaye utaki leo kuwa katika maisha ya Mungu aliyekuumba, na umepokea mapito yako, umeyafanya mapito kuwa sehemu ya maisha na ndoto zako, utafika saa ngapi? Haleluya pendwa. Tunazaliwa katika mapito, tujifunze masomo ya mapito, halafu tutumie yale masomo ya mapito tupae, tuelekee kule Mungu ametuitia. Mapito hapo kukua. Anasema unapopita kwenye maji mengi nitakuwa pamoja na wewe. Unapopita katika mwali wa moto huwezi teketea. Haleluya pendwa. Kwa kumbe kupita, tutapita, lakini hatuathiriki. Gharika na dhoruba itakuja, lakini hatuathiriki. Ndani yako ujae ukiri ya kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi nimeumbwa kutawala, sio kutawaliwa. Mungu atakunemesha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mpe Yesu makofi. Kwa hiyo lazima uanze kuotesha shauku ndani yako ya kujua Mungu ndiye muumbaji wa maisha yako. Mwanzo
1 mpaka 6 utasoma. Mimi nitasoma Mwanzo hiyo 17 mstari wa kwanza na wa pili na wa 6. Binasema Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. 6, nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Wakati huu mtumishi wa Mungu anaambiwa haya, alikuwa ni mtu ambaye haeleweki. Yeye ni mchungaji, ni mchungaji wa mifugo. Lakini Bwana anaona mtu ambaye amebeba wafalme kwenye viuno vyake, amebeba watawala ndani yake, na Bwana anamwambia, ninaenda kutoa watawala ndani yako. Mungu huyu ukimpenda na ukamjua na ukatambua uungu wake na ubaba wake, atakubadilishia hatima yako na atakushangaza na kukuheshimisha. Kwa sababu ukimtumikia Mungu anakuheshimu. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa unapoanza tu kutambua Mungu ya kwamba yupo, aliniumba, ndipo unapoanza kuwa tofauti na wengine katika mtazamo wako. Na mtazamo wako kisha kombolewa, maisha yako yanakombolewa. Wakolosai 3:1-2 anasema hivi, basi mkiwa mlifufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni aliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. 2 anasema, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa wengi wanakwama kwa kuendelea kufikiria yaliyo katika nchi. Anafikiria mapito yake, anafikiria shida yake, anafikiria changamoto zake. Lakini nataka nikutie moyo leo, yatazame yaliyo juu. Juu kuna baraka zako, juu kuna uzima wako, juu kuna uponyaji wako, juu kuna nuru yako, juu kuna nguvu yako, juu kuna ushindi wako, juu kuna kuicheka kesho yako. Kwa sababu uliumbwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ungekuwa Yusufu leo, pengine upo kwenye wakati ambapo sasa umetoka kutupwa gerezani, umeuzwa utumwani. Na leo hii umesingiziwa kesi kwa kulinda uadilifu wako. Na inabudi umehukumiwa kifungo kisichojulikana unatoka lini. Kifungo cha maisha kisichokuwa na mwisho. Mtu anaenda gerezani, lakini anaenda gerezani na ndoto yake. Nataka nikwambie, pita kwenye mapito yako na ndoto yako. Pita kwenye kila dhoruba pamoja na ndoto yako ya kwamba mimi sio wa kawaida. Haleluya pendwa. Beba hilo, ni uponyaji wako, ni uzima wako. Ukilibeba hilo utavumilia kila mapito, kwa sababu lazima utapita. Yaani kupita tu utapita. Na mimi nikuhakikishie utapita sana, kwa sababu ni mkubwa sana. Yaani wewe hata kama ukisema sitaki kupita na katu, utapita kuliko. Tuko pamoja pendwa Kwa sababu ndani yako kuna maisha umeandaliwa. Kwa miaka ijayo utajuta kuliko leo unavyojuta. Kuna watu wanataka hueni ya mdau, mimi acha tu sitaki kitabu mimi. Acha nitakufia hapa. Yaani hufi kwa sababu Mungu anapotaka kukukomesha atakuzidishia miaka, utaumu, utalazwa, unakaribia kukata lolo haitoki. Bwana asifiwe sana. Hujawahi kuona mtu ananusurika mauti mara ngapi? Anaenda kabisa anasema jamani jiandaeni. Na mwingine tulihubiriwa hapa. Waliambiwa mhubiri wa Jumapili, asema mtu amemwandalia kabisa mpaka pa kumzika. Tuko pamoja pendwa Lakini yeye anafika kule hafi. Pamoja pendwa Uweza tu kumwambia daktari nichome sindano nipotelee, umejiua. Yaani kule mbinguni ukifika wewe ni muuaji, unahukumiwa kwa dhambi ya kuua. Yaani kama tu leo jamhuri ukijiua inakwanda, yaani wewe mwenyewe umeenda kujitundika, acha nikajinyonge maisha yameni. Ukinusurika kambi kakatika. Yaani mbona ujirudie tena pale kwamba acha nijimalize. Na kwa sababu yaani ukija jinyonga wajirudiagi. Yaani we kamuulize Yuda Iskarioti. Kujinyonga sio kazi nyepesi. Tuko pamoja pendwa Na wewe ambaye una mpango wa kujinyonga, kajinyonge saa hizi. Usichelewe na kajitundike.
Unafikiri kufa rahisi? Kufa sio rahisi. Bwana asifiwe sana. Yaani ifike sehemu kuna maamuzi ya Mungu yanafika jamani, mtakatifu azidi kuwa mtakatifu, alafu mtenda dhambi azidi kuifanya kabisa, alafu sio nani uzidi. Na mimi leo wala sikubembelezi, nenda kafe. Lakini wewe kama unataka kuokoa kwenye upande wa Mungu, okoka leo, kwa sababu wewe ni wa tofauti. Bwana asifiwe sana. Wewe ni wa tofauti, amua vema upate mema, kwa sababu Mungu hajakuumba uahirishe safari. Mungu amekuumba uvumilie mpaka wakati wa matunda kutokea. Wewe unataka upande leo alafu ule leo, itakugharimu muda. Tuko pamoja pendwa? Itakugharimu miaka. Unataka ufungue leo biashara yako, alafu biashara hiyo ikulipe. Umeona wapi? Umeona wapi? Yaani unatamani mjukuu, unabeba mimba, unazaa mtoto, alafu unasema niletee mtoto. Si wewe hata shetani ni nafuu. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe akili zako hata shetani ni nafuu. Yaani hata shetani, yaani kuna watu shetani wanashika kiuno. Anasema kwa kweli mimi ni shetani, lakini huyu, yaani huyu sijui Mungu angemuhitaji huyu hapa. Maana maamuzi yake ni magumu, mabaya. Sasa Mungu akusaidie, kwa sababu una safari kubwa na hitaji kubembelezwa. Tuko pamoja pendwa? Safari hii ambayo umeibeba wewe ni safari kubwa, na wewe sio mtu wa kawaida. Uandaliwi kama watu wengine. Unaandaliwa kama jemedari. Jemedari haandaliwi kwa kuletewa bisi, haandaliwi kwa kuletewa chocolate. Jemedari anapewa mshale, anapewa upanga, anaambiwa nenda polini. Ni kama amekataliwa, ni kama amechukiwa na baba yake, ni kama baba anamtoa kafara, lakini anaandaa utu wake wa ndani, anaandaa umahiri wake, ila atakapofika kwenye kuketi kiti cha enzi kimstahili, unakuwa Yusufu, unakuwa Musa. Unafika sehemu unaona kama vile kesho ndio basi. Unakuwa Ibrahimu, unapita sehemu ambayo unaona ndio basi tena. Yaani Ibrahimu mpaka inafika sehemu anamsaidia Mungu, Mungu ninaye Ishmaeli anatosha. Mungu anasema sio Ishmaeli, mimi nakupa mwingine. Anacheka. Bwana asifiwe sana. Yaani anacheka, anasema jamani, katika uzee huu mimi yani mimi na uzee huu, yani Mungu haiwezekani. Yani elewa tu kwamba Ishmaeli huyo hapa anatosha. Mwanaambia not Ishmaeli. Bwana asifiwe sana. Takupa mwana na ataitwa Isaka. Tuko pamoja pendwa? Na kwake huyo nitainua jeshi, nitainua taifa, nitaleta mbaraka kwa dunia. Na leo tuna mbaraka huo kwa sababu kuna mmoja alivumilia hadi wakati wa hali yake kupoteza maana, anasubiri. Bwana asifiwe sana. Kwa kuvumilia, kitabu cha Ibrania 6:15, kwa kuvumilia kaipata ahadi ambayo Mungu alimwahidi. Leo Mungu amekuahidi leo, na bado kijana unalia, unakata tamaa, unataka atokee leo. Wewe ungekuwa Ibrahimu. Mungu amekuahidi leo, unataka leo uwe bilionea, utauwezo bilionea. Hivi unajua kuna watu wengine wanaongeaga tu. Yanaongea tu, mimi usinione hivi, trilionea. Hivi yani trilionea. Yani wewe yani kuvaa suti tu kuna kutoa kwenye uwepo wa Mungu. Halafu zije trilioni za hela. Leo tupo kwenye nyumba ya kupanga na unasimanga jirani yako aliyepanga nyumba haina choo. Leo Mungu akupe mgorofa, unaenda juu, gorofa 12 za kwako. Kuna watu watalala mle. Sura kuna pitu na mke hivi bado mnakoloma. Wakanda nafuta mahali ya nyumba hii gorofa, mlikuwa wapi? Pumbavu wakubwa nyie, hamjui uchungu wa nyumba. Nyanyukeni. Kwa ili hayo usiwe nayo, Mungu anavunja pembe moja baada ya nyingine. Haleluya pendwa katika Bwana. Unakopa mtaji, Mungu anameza. Sema tulia kwanza. Unadaiwa mpaka unachanganyikiwa. Unasema mzee wa kanisa niombee baba. Nikombeni niomba tu mzee, omba lolote. Sio aombe lolote, mwambie nimekopa deni, mtaji nimekopa mtaji wote umezaa, mwambie specific. Na sasa hizi mimi nitakuwa nawauliza. Yesu alikuwa anauliza unataka nikutendee nini? Baba weka hapa mkono. Siombi tu saa hizi. Bwana asifiwe sana. Yaani siombi tu, nitakuuliza unataka Bwana akufanyie nini?
uniambie mtaji umezama. Kwa hiyo unataka ufufuke au uje mpya? Nyosha sentence. Mtaji urudi ule ule uliozama au mpya? Hata sielewi. Nenda na amani ya Bwana. Simama kwa miguu yako, somo letu litaendelea. Tuna Mungu ambaye anataka abadilishe hatima zetu. Tuna Mungu ambaye anatupenda kuliko tunavyowaza. Ana mambo makubwa katika moyo wake, lakini anatamani aone muamini akimtanguliza, akimpa nafasi ya kwanza, akitambua yeye ni Mungu. Unapotambua Mungu ni Mungu, anakusahilisha usiyestahili. Nataka uende mbele za Mungu, mwambie, Bwana, nataka kubadilika. Nataka kuiacha asili yangu ya zamani niwe mpya. Kwa sababu Bwana amekuita uwe mpya. Hebu twende mbele za Mungu tukamwombe yeye. Nenda tu mbele za Mungu, mwambie, Bwana, nataka kuwa mpya. Yale mambo nimejinenea, yale mambo nimejitabiria mabaya, na yakataa. Nenda mbele za Bwana. Mungu yuko pamoja nasi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiye Mungu mwema, Mungu uliye mwaminifu, kiongozi wa hatima zetu, tegemeo letu, baba yetu na kiongozi wetu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa ulilipa gharama maisha yetu, ulilipa gharama uhai wetu, ulilipa gharama ya thamani yetu, ulilipa gharama ya ukombozi wetu. Baba, watoto wako asubuhi ninawainua mbele zako mtakatifu wa rehema. Utazame maisha yao, utazame kazi zao, utazame maono yao, utazame ndoto zao za maisha. Ukawabariki, ukawakirimie neema, ukawakirimie makuu. Wakawe ni watu ambao wanajua na kutambua ya kwamba wewe Baba ndiye Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo, ninapohitimisha ibada hii asubuhi, ninaomba uwepo wako Roho Mtakatifu uende pamoja na watoto wako, ukatimize ndoto zao, ukatimize maono yao. Wakaanze shauku mpya, wakaanze shauku mpya ya kuendea hatima zao kwa nguvu, ya kuendea hatima zao kwa mioyo yao. Ninawabariki Bwana, ukawatoe kwenye tabu, ukawatoe kwenye changamoto, ukawatoe kwenye matatizo, ukawatoe kwenye dhoruba, ukawape mitaji wanaotaka mitaji, ukafungue fursa za watoto wako, ukawape kazi wanaotaka kazi, ukawapandishe Bwana mishahara watoto wako walio kazini. Badilisha Bwana ajira zao, wape matamanio ya mioyo yao. Baba, kila mmoja aliyefika katika ibada hii, ninamtamkia uzima, ninamtamkia afya, ninamtamkia uponyaji katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaomba na kuamini. Amen. Shangilia Yesu. Amina. Barikiwe kwa utangulizi wa somo letu. Tembea kwa